Leo tunazungumza habari ya kufadhiliwa na Mungu. Tunaomba maombi ya kufadhiliwa na nani? Na Mungu, lakini pia kwa sababu ni siku ya kuadhimisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, itabidi tugusie, tulizungumzie kabisa, ili kusudi angalau hata ukiondoka ukienda nyumbani unajua kweli ilikuwa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Naomba uitike kama mtu ambaye amefufuka pamoja na Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini nimefufuka pamoja naye. Haleluya. Kristo amefufuka kwa ajili yetu. Ushindi alioshinda dhambi na mauti ni kwa ajili yetu. Amelishinda kaburi kwa ajili yetu. Ameshinda nguvu za giza kwa ajili yetu. Kwa hiyo kama tunaadhimisha kufufuka kwake, maana yake inatakiwa na sisi tuamke. Inatakiwa na sisi tuonyeshe ya kwamba tumetolewa mahali tukawekwa mahali pengine, mahali pa uharibifu, kwenye giza totoro, tukaingizwa kwenye nuru yake. Haleluya. Wewe sio mwana wa giza, wewe ni mwana wa nuru. Sisi ni wana wa nuru, tunaishi ndani ya nuru, ndani ya nuru ya Kristo. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yeye amelishinda giza, akaishinda mauti. Kama ameshinda giza na mauti, hakuna cha kukushinda wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo leo inatakiwa utabasamu. Nianze kwa kusema habari ya ufufuo wa Yesu Kristo, kwa sababu ndani ya ufufuo wake ndipo vitu vingi vya kwetu vinafufuliwa. Ile hali ambayo ilikuwa imepotea ya kufadhiliwa leo inafufuka. Ikifufuka utaziona fadhili za Bwana. Ikifufuka utaziona fadhili za nani? Za Bwana. Na fadhili za Bwana zikija, lazima zione baraka, lazima uone kuvuka, lazima uone kufanikiwa. Mungu atusaidie katika siku ambayo inatakiwa uonyeshe furaha kuliko siku zote zilizotangulia. Ni leo, na ukionyesha leo, hiyo furaha itaendelea mpaka Pasaka nyingine. Maana hatuzuniki kwa sababu hayuko kaburini, yuko hai. Kwa hiyo kama yuko hai tunayo furaha. Kama ameshinda kifo na kaburi, manake inastahili kushangilia. Haleluya. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 12, utaona siku ya kwanza kulipopambazuka. Siku ya kwanza kulipopambazuka, kuna watu walikimbia kwenda mle kaburini. Haleluya. Walipokimbia kwenda kaburini, wakiwa wanafikiri ya kwamba ni nani atakaye tuviringishia lile jiwe, ni nani atakaye tuondolea lile jiwe. Walipofika mle, kilichotokea ni hiki ya kwamba wakashangaa, wakakuta jiwe limeviringishwa. Mwambie jirani yako, jiwe limeviringishwa. Jiwe limeviringishwa. Haleluya. Amen. Jiwe limefanyaje? Limeviringishwa. Yuko malaika wa Mungu aliyeshuka na nguvu akaliviringisha lile jiwe. Na leo ipo nguvu ya ufufuo ambayo itaviringisha mawe, itaviringisha nguvu fulani zinazozuilia usizione fadhili za Bwana. Na utaziona. Amina. Mungu asifiwe. Amin. Hata kina Petro walipopata habari hawakusadiki, hawakuamini, wakaenda kuchungulia, wakaenda kuangalia. Walipoenda kuangalia, Petro anafika pale, kweli akaona ni kweli amefufuka. Amen. Ni kweli amefanyaje? Amefufuka. Amefufuka. Sasa kwenye kufufuka
ipo nguvu iliyomfufua. Haleluya. Amina. Ipo nguvu iliyofanyaje? Iliyomfufua. Na hiyo nguvu Mungu anataka ikae ndani yetu. Yes. Ili tufufue. Ndio. Ili tuhuishe. Ndio. Mungu asifiwe. Amen. Nasema hivi kwa sababu maandiko yanaeleza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 11 ya kwamba lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu anakaa ndani yenu, anasema ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yetu. Mungu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, yuko Roho anayefufua. Yuko Roho anayefufua. Na huyo Roho anayefufua inatakiwa akae ndani yangu. Ukiwa na fadhili za Bwana zikiwa kwako, maana yake kuna namna ambavyo hata utapata huruma katikati ya watu na utapata zile baraka ambazo zinatakiwa uzipate. Tuko pamoja? Amina. Mungu atusaidie. Amen. Wangapi wanamfahamu Mr. Bean wa Marekani? Wangapi? Asante. Wengi wanamjua Mr. Bean. Yani unaweza fikiria kwamba kama hakuna anachokifanya, maana anaweza tu afanye tu hivi. Yani akifanya tu hivi tayari watu wanafanyaje? Wanacheka. Hata akinyanyua tu hatua zake namna hii, akanyanyua namna hii, hiyo tu watu wanacheka, alafu inamuingizia mabilioni ya pesa. Bwana Yesu atusaidie. Sasa fikiria, ukiangalia ni kama kakitu kadogo tu, lakini ili uone ya kwamba ni kipawa chake, jaribu wewe kufanya hivyo kama unaingiza mabilioni. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Lakini na wewe una cha kwako ambacho ni kikubwa, pengine ni kikuu kuliko cha kwake, na kina nguvu ya kuweza kukuingizia sana, lakini kuna nguvu fulani ya adui ya giza ilichokifunika, ilichozuia hicho kipawa. Hasa leo kwa sababu Yesu amefufuka, lazima hiyo nguvu iachilie ili kipawa chako kianze kutembea, kwa sababu fadhili za Bwana zitatembea na wewe, na baada ya hapo hakuna kitakachokukwaza tena. Ni wewe tu kuendelea kutembea katika njia ya Bwana iliyonyoka, ili kusudi adui asipate nafasi tena ya kuharibu. Amina, amina, amina. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo amini ya kwamba ipo nguvu. Hiyo nguvu ni nguvu ya Roho. Hautaiona hivi kwa macho, lakini ukitamka kwa imani, rohoni inatenda. Rohoni inafanyeje? Inatenda. Mbona wakati mtu akitamkiwa neno baya la laana, anakimbia anaenda kuomba msamaha, au kama ameona imeshindikana kabisa, unashangaa nakimbia kwa watumishi, nasema mimi nimetamkiwa maneno mabaya. Hata kuishi kwake unashangaa naishi kwa wasiwasi, akikutana na baya tu anakumbuka ile laana. Kwa nini? Anajua kwamba neno lina nguvu. Neno lina nini? Nguvu. Lina nguvu. Sasa neno la Mungu lina nguvu zaidi. Amina. Kwa hiyo ukilikiri, maana yake likiri kwa imani, kwa sababu litatenda kwa nguvu zaidi ya yote mabaya yaliyotangulia. Mungu asifiwe. Nyakati wa pili 32 kuanzia 24. Katika siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana, naye akasema naye, akampa ishara. Walakini kadiri alivyofadhiliwa, Hezekia hakumrudishia vivyo. Haleluya. Mungu asifiwe.
Huyu ni Hezekia, aliugua, ameumwa, mpaka Mungu akatuma mjumbe ya kwamba mwambie ugonjwa huu anaougua atakufa hakika, wala hatapona. Kwa hiyo aandae mambo ya nyumba yake. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anasema Hezekia kamwomba nani? Bwana. Baada ya hapo yeye anasema lakini kadri alivyofadhiliwa Hezekia hakurudisha hivyo. Yes. Maana yake hakukumbuka hizo fadhili. Ndio. Hakukumbuka ya kwamba ni Mungu amemfadhili akamponya. Yes. Endelea. Kwa kuwa moyo wake ulitukuka, kwa hiyo akawaka hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Hezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu. Hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Na Hezekia akawa na mali nyingi mno na heshima, akajifanyizia hazina na fedha na za dhahabu na za vito na za manukato na za ngao na za namna zote za vyombo vya thamani. Ghafla pia gala pia za malisho ya wanyama wa namna zote na makundi na mazizini, tena akajifanyizia miji. Haleluya. Haleluya. Unaona, Hezekia alifadhiliwa lakini hakurudisha zile fadhili. Ukisoma maandiko, vitabu vingine, anaeleza kwenye Biblia ya kwamba huwa alianza kuonyesha fahari alionayo, alianza kuonyesha vitu alivyo navyo, alianza kuonyesha mali alionayo. Kwa maana hiyo hakurudisha fadhili za kwa Bwana, ya kwamba huyu Bwana ndiye aliyenifadhili, ndiye aliyenitendea hivi, ndiye aliyeniponya. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa maana hiyo kilichofuata baada hapo, Mungu akakadhibika juu yake, lakini sio juu yake tu, na juu ya ile nchi yake. Akataka kumpiga yeye pamoja na nchi yake. Ila baada ya hapo anasema ya kwamba Hezekia akakumbuka, akaanza kunyenyekesha. Maana yake akaanza kuomba toba kwa sababu ya moyo wake uliotukuka. Mungu atusaidie. Ndio maana nakwambia, utakapofadhiliwa usikanyage watu. Utakapofadhiliwa nyenyekea chini ya Mungu aliye hai, chini ya mkono wake. Maandiko yanasema ya kwamba basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu uliye hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Haleluya. Kwa hiyo wewe uendelee kunyenyekea ili Mungu aendelee kukuinua, ili fadhili za Bwana ziendelee kuishi na wewe. Amina. Mungu atusaidie. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana hiyo akaomba toba, akanyenyekea mbele za Mungu aliye hai. Baada ya kunyenyekea, Mungu akasamehe. Hakuleta ile ghadhabu, hakuleta yale mapigo, hakuleta yale mapigo aliyokuwa anataka kumpiga yeye na watu wake. Mungu akaghairi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akazidi kuachilia fadhili, zikaendelea kuishi naye. Kwa hiyo ghala zake zikajaa, akawa na fedha nyingi na mali nyingi na mifugo mingi, kondoo, ng'ombe na vitu mbalimbali. Haleluya. Kwa nini akawa na hivi vingi? Anasema kwa sababu alifadhiliwa. Kwa hiyo alipopata fadhili, mali zilikuja. Cha kwanza uzima ulikuja na mali zikaja. Ndivyo inavyokuwa kwako leo, ya kwamba Mungu anapokufadhili leo, lazima uzima uonekane kwenye mwili wako, lakini ni lazima pia ufanikiwe. Ni lazima pia uanze kuinuka. Hata kama umekuwa ni mtu wa kuzungukia hapo hapo, hausongi mbele, leo baada ya Mungu kuachilia fadhili, utaona hatua nyingine. Utaanza kusonga mbele na hakuna cha kukurudisha nyuma. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.